Alaikum salam. Kwema. Alhamdulillah. Na tumemaliza msimu. Nashukuru Mungu tumemaliza mechi ya mwisho leo. Tutapata muda mzuri wa kupumzika na kujipanga katika msimu ambao unafuata tukijali. Kocha Shea mmetamatisha leo mchezo wa 30 ama mzunguko wa 30. Malengo ambayo mmejiwekea nyinyi kama Mwembe Makumbi City kwa hivi sasa, unahisi labda hajafanikiwa kwa kiasi gani? Kwa kweli lengo sasa tulojiwekea halikufikia. Na kubwa zaidi kutokana na matatizo haya na yale ndio yaliyotokezea kusababisha masuala hayo. Lakini kubwa zaidi nafikiri tumezungumza na bosi ili hayo matatizo hayarekebishe, tukijali msimu unaofuata asitokezee kama hivi. Kwa sababu lengo hasa tuliotegemea ni kutafuta nafasi ya kwanza au tusiondoke katika top 4. Kwa sababu tumefaidika katika msimu uliopita, tumecheza kombe la Mapinduzi na tukacheza kombe la Muungano. Na kwa kisheria maana ilivyo sasa hivi hapa ni ukiingia katika top 4 tunapata kombe la Muungano. Sasa lengo hasa la Mwembe Makumbi City halikutimia msimu huu kama kocha nazungumza hivyo. Sasa ulikuwa na kikosi kizima cha Mwembe Makumbi City na umemaliza nacho. Je, tutegemee msimu ujao kuna msasa mkubwa ambao utapiga ndani ya kikosi cha Mwembe Makumbi City kuhakikisha kwamba msimu ujao unakuja ukiwa bora zaidi? Nafikiri sio ajabu. Nafikiri ulimwengu mzima timu zote zikimaliza msimu kuna ingizo linaingizwa na wengine wanapumzika. Na hili nafikiri nimewambia mpaka wachezaji vile vile. Nimewambia lazima wajitayarishe na hivyo. Ili kwa kujenga mazingira mazuri ya msimu unaofuata tuanze na sura mpya ambazo zinaweza zikatusaidia, ambazo tumefanya katika sasa hivi kutafuta selection ya kutafuta wachezaji ambao wanaweza wakatusaidia katika msimu unaofuata. Kubwa zaidi nafikiri mpaka wachezaji wenyewe nimewambia swala hili. Si jambo la ajabu kwa Mwembe Makumbi tumefanya swala hilo. Kawaida timu zote ulimwengu mzima ikimalizika msimu kuna watu lazima wanapumzishwa, kuna watu lazima wanaingizwa ili waweke vizuri timu kutokana na timu yetu jinsi ilivyo, na bila lazima tutafute ongezo la wachezaji wasipungue 7 mlaki kuongeza katika timu yetu ili tujenge vizuri katika msimu unaofuata. Kuna miongoni mwa changamoto ambazo kocha umekutana nazo wewe kama mwalimu kuwalea wanao. Je, tutegemee labda unakwenda kubadilisha hilo kutokana na miongoni mwa wachezaji nao walikuwa hawahudhurii katika mazoezi? Inawezekana kama miongoni mwa sababu ambazo zimepelekea kushuka kwa performance ya Mwembe Makumbi City. Je, katika msimu ujao mwalimu una mikakati mipi ambayo kuja kurekebisha hiyo tabia? Hilo nafikiri tutalifikisha katika ripoti, kwa sababu ukimaliza msimu lazima upeleke ripoti. Tumecheza katika mzunguko wa mwanzo tumepeleka ripoti, na tukimaliza ligi mwalimu upeleke ripoti. Katika hiyo ripoti hiyo nafikiri itaongezeka hivi matatizo hayo. Kubwa zaidi tunamuomba sana bosi wetu atusikilize ili tuweze kusajili wachezaji ambao wanaweza kuipigania timu yake ifanye vizuri, kwa sababu tumemalizika msimu huu hatukumaliza vizuri kama lengo ambalo kalikusudia yeye mwenye bosi na kama si walimu vile vile. Sasa mwalimu, kuna baadhi ya michezo ambayo inakuja mbele hapo. Inawezekana hatujui mbele itakuwaje. Mwembe Makumbi City na kwenda kucheza Ngao ya Jamii na ni siku chache tu zimesalia kwa hivi sasa. Kikosi kitaweza kwenda kuingia kambini kwenda kuwinda at least msimu huu muondoke na hicho. Ile kwa ni combine, inawezekana pengine wachezaji wa Mwembe Makumbi City wakawemo, wengine hawamo vile vile. Hili ni mchanganyiko. Anaweza kuchukua mchezaji popote kama Coast na Ndege, timu yote ikacheza. Sasa hao bado mpaka sasa hivi hawajachaguliwa wachezaji wao, lakini kubwa zaidi haiwezekani kama ndio ile timu yote ya Mwembe Makumbi ndio ikacheza katika leo kombe la Yamle. Hiyo ni combine. Sasa combine kwa ni mchanganyiko wa wachezaji wa aina hiyo mbalimbali ambao wanaweza kuijengea heshima Mwembe Makumbi kama ilivyofanya msimu huu. Kubwa zaidi nafikiri kama viongozi na bosi mwenyewe ana hamu kufanya vizuri katika mashindano hayo ya Yamle. Mwalimu, tumeona kuna baadhi ya wachezaji kwenye mechi wanakuwa wana low performance kila baada ya mechi zinapokuwa. Umehisi labda tatizo lilikuwa ni katika sehemu gani haswa? Unajua kila mchezaji kwanza mwenyewe anatakiwa lazima ajitathmini yeye mwenyewe, bali kukutana na mwalimu, lakini mchezaji mwenyewe anatakiwa lazima ajitathmini yeye mwenyewe performance yake. Sababu kila mtu anajua performance yake ilivyo. Sasa ikiwa kama performance yako mbovu lazima ujiongezee. Kama utamuuliza mwalimu, utauliza wasaidizi na watu wengine ili wewe performance yako iwe nzuri. Kitu zaidi mwalimu anafanyisha mazoezi masaa 2. Cha kwanza kubwa zaidi wewe kama ni mchezaji kuattend vizuri katika mazoezi, performance inakuwa vizuri. Lakini kama huattend vizuri katika mazoezi haiwezekani performance ikawa nzuri. Na kubwa zaidi kitu ambacho kimetuathiri katika mechi zetu hususan mzunguko wa pili wote, wachezaji wengi walikuwa wanakata sana mazoezi.
ndio sababu ambayo performance ikaanguka sana. Ndio maana mpaka tunamalizia katika timu ambayo imeshuka daraja, lakini tumeshindwa kuwafunga kutokana na performance ya wachezaji wetu haikuwa vizuri katika mzunguko wa pili. Kubwa zaidi ilikuwa hawaitendi vizuri katika mazoezi ya kujiandaa na mechi zetu ambazo za kumalizia. Sawa, Coach Shea, tayari msimu ndo mshaumaliza mwendo hivyo, na tunatamani kusikia neno kutoka kwa mashabiki wa Makumbi City ambao hapa katikati kama walikuwa wameisusia timu hivyo kuja katika viwanja kutokana na matokeo ambayo mlikuwa mnayapata. Kipi ambacho labda unawaambia kuelekea katika msimu ambayo ujao? Nafikiri washabiki au wapenzi wao wanapenda matokeo, wanapenda furaha. Sasa hii kama timu itakuwa inafanya vizuri, basi wapenzi washabiki watakuja bado kama kawaida yao, kwa sababu wanapenda matokeo. Sasa kama matokeo mabovu kama hivi, mimi siwezi kuwalaumu wapenzi wetu au washabiki wetu, siwezi kuwalaumu, kwa sababu mshabiki hapa anakuja anataka furaha. Sasa kama furaha haioni, hawezi kuja. Mimi si walaumu. Sasa kubwa zaidi hilo ni kukaa walimu, kukaa na bosi mwenyewe, kumpelekea mapendekezo yetu ambayo tunataka tujiandae kwa msimu unaofuata, kusajili vizuri ili tuwarejeshe katika hali yao ya kawaida washabiki wetu wa Makumbi City. Nikushukuru sana mwalimu. Asante sana.